ninafahamu maisha ya kufiwa, kwa sababu hapa nilipo na utu uzima huu, lakini na mimi sikuita mama. Na ndio maana hata naona watu wanaodharau wazazi wao, kwa kweli naona hawa kidogo akili zao zina shida. Na sasa hivi pia tumeanzisha mfuko wa mayatima, watu wanauchangia. Alhamdulillah, tunasaidiana katika malezi. Salamu alaikum mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, ni kukaribisha katika kipindi maalum ambako leo hii tumepata nafasi ya kuonana na Oktira Subaha, mama mlezi wa watoto yatima zaidi ya 100 ambaye anapatikana katika kijiji cha Lugono kilichopo wilayani Mvomero hapa mkoani Morogoro. Kuna mengi ya kujifunza kutoka kwake, tutayafahamu na kuomba katika safari hii tuwe wote kwa pamoja. Karibu, nikukaribisha hadi pale nitakapokuambia tamati mwa kipindi hichi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa leo mtazamaji wa Mahasin TV anapenda aisikie sauti yako ukijitambulisha kwa majina yako na utueleze kwa kiufupi historia yako. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na kwa fadhila zake. Kwa majina naitwa Raya Subaha Maganga, ni mama mlezi wa mayatima na wenye mazingira magumu. Mimi ni mzaliwa Tabora. Nimezaliwa Tabora. Baba yangu alikuwa ni captain wa jeshi, mama yangu alikuwa ni polisi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, nimelelewa katika familia ya watu wanaofanya kazi katika serikali. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akamchukua mama yangu, na baada ya mama yangu kuchukuliwa, basi mimi nikaadhimia nikikuwa nitafanya kazi ya kulea mayatima na wenye mazingira magumu baada ya mimi kuachwa, kwa sababu ninafahamu maisha ya kuachwa, ninafahamu maisha ya kufiwa, kwa sababu mtoto anapokosa mtu wa kumshika anapitia maisha magumu sana. Kwa hivyo sisi tulishikwa na wazee wetu, japo hatukupata tabu za hivyo, lakini tulichokipitia kumkosa mzazi kikanipelekea mimi nije kutiania ya kulea mayatima. Na namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuthibitisha nia yangu na mpaka leo nawalea. Labda kwa mtazamaji anataka kufahamu zaidi kwamba uliweka azma ya kulea watoto yatima baada ya kufiwa na mama. Na labda kipindi hicho mazingira yalikuwaje hadi ukawa na fikra za kuweza kufikiria kwamba inshallah nikiwa mkubwa nitakuja kulea watoto yatima? Tukumbushe walau kwa uchache, na kama unakumbuka ni mwaka gani? Kwa sababu mimi mwenyewe nimezaliwa mwaka 1978. Kwa hiyo mama yangu tulikuwa tukiishi naye Mwanza, Mabatini polisi pale. Mama yangu alikuwa ni polisi pale Mabatini na pia alikuwa ni daktari. Kwa hivyo kicho nipelekea mpaka mimi nikaamua kuja kulea mayatima, sababu mimi niliishi katika maisha ya raha kikweli. Mama yetu alikuwa ametuwekea wafanya kazi ndani wa kike na wa kiume. Umeona, ukiamka asubuhi kila kitu kimeshaandaliwa, mpaka nguo zishapigwa pasi, yani kila kitu. Lakini Mwenyezi Mungu akaona yale maisha kwangu sio sahihi, ikabidi akamchukua mama yangu. Kwa hiyo tulivyotoka pale, unajua mtu kutoka kwenye maisha ya raha alafu kuja maisha ambayo sio yale mlioyazoea, kidogo mnayumba. Kwa hivyo tulivyorudi pale kwa bibi yetu Tabora, hapo sehemu moja inaitwa Bukene, bibi yetu alikuwa akitupeleka shamba kulima na kutuamrisha tutwange na kutupeleka mambugani kulima mipunga, tukaona ni mateso makubwa. Kwa hivyo mimi nikawa nimetia nia nikikua nitafanya kazi ya kuwalea mayatima na wenye mazingira magumu. Lakini nitakapowalea nitawalea na mimi kama nilivyolelewa, lakini sio kiukatili wala sio kiroho mbaya. Nitawafunza kazi, kwa sababu mimi nimefundishwa kazi. Nisingeweza kuwalea watoto kama mimi sijajifunza kazi. Yale maisha niloishi na mama yangu yalikuwa sio maisha sahihi kwangu, kwa sababu tayari nilikuwa ni mayai tu, nisingeweza kufanya chochote. Na bila shaka pengine hata sasa nisingeweza kuwajua watu na nisingeweza kuwajua watoto. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu yule bibi yangu, Mwenyezi Mungu amlipe huko aliko, kwa sababu alitengenezea yani tauhidi tuseme ya kutegemea wewe mwenyewe, umtegemee Mola wako, usitegemee viumbe. Kwa hivyo mimi napambana mwenyewe, na hata hii kazi ya kuwalea mayatima ikitokea mtu ananisaidia inakuwa ni ziada, lakini asilimia kubwa nasimama mimi kama mimi, kwa sababu tayari tumejengewa hiyo nguzo ya kuweza kujitegemea, kumtegemea Mwenyezi Mungu na kusimama wenyewe. Kutoka Tabora hadi kuja Morogoro. Morogoro umefikaje? Mimi safari yangu ya maisha kidogo ni ndefu, kwa sababu mama yangu amefariki mwaka 88, tukarudishwa hapo Tabora. Umeona, mwaka 94 mimi nikawa nimeondoka, nikawa nimeenda kule Kahama. 93 94 nikawa niko Kahama, nimeanza kusoma dini pale Kahama. Katoka Kahama nikaja Dar es Salaam nikasoma Muslim na nikasoma Al Faruq Muslim Agency. Nikatoka hapo
Nikaja Morogoro, lakini Morogoro jinsi nilivyokuja Morogoro, nilikuja kufundisha dini sehemu moja tu Kibaha Kongoe pale Dar es Salaam. Nilikuwa ni mwalimu pale madrasa, lakini nikaja kufanya mawaidha Ngerengere. Morogoro hii vijijini. Pale nikakutana na Waarabu, wakanipenda na mimi nikawapenda, wakanipa kitengo nikaanza kufundisha watoto wao. Kwa hiyo nimekaa sana pale kwa muda, lakini baadaye pakatokea changamoto. Basi mimi nikawaaga wale Waarabu, nikaondoka, wakanisafirisha. Muona nikahamia Morogoro, lakini bado paka leo niko nao pamoja kwa sababu tumekaa nao vizuri katika maisha mazuri ya kidini na paka leo tuko nao. Kwa hiyo ndo nikaja Morogoro, sababu ya kuja Morogoro nikaja hapa. Na nilipofika hapa Morogoro nilifikia katika nyumba ya shemeji yangu na namshukuru Mwenyezi Mungu. Pale nilipofika kwa shemeji yangu nilianza maisha pale, lakini nilikuwa nikifundisha madrasa. Kipindi nimefika nilikuwa nafundisha Islamic Foundation, madrasa pale nimefundisha, nikawa nafundisha majumbani kwa jamaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu ndio nikapata wazo la kuja Mindu kutafuta eneo langu mimi kama mimi. Muona kwa sababu nia yangu nilitia nia nikikuwa nitafanya kazi ya kulea mayatima na wenye mazingira magumu, ndio nikaenda pale Mindu. Na pale Mindu namshukuru Mwenyezi Mungu, kuna mtu akajitokeza akanipa 1.5 na wakajitokeza wadau wakanisaidia kujenga pale. Na namshukuru pia Mwenyezi Mungu, safari ikatoka Mindu pale ndio ikaje kaningukia hapa Lugono mpaka sasa hivi ndio niko hapa. Sijajua tena Mungu atanitolea tena wapi tena. Kama sio hapa tena tutokea hata si Botswana si wapi. Mungu anajua zaidi. Safari rasmi ya kuanza kulea watoto yatima ilianzia wapi, na kama unakumbuka ilikuwa ni sehemu gani? Safari hiyo kwa sababu nia yangu, tunaambiwa sisi Waislamu innamal a'malu binniya. Nia yangu mimi Mungu ameithibitisha kwa sababu tayari nilikuja na nia yangu, na bahati nzuri mimi kila ninapokaa nilikuwa nakaa na watu. Napenda kuishi na watu. Toka niko bado binti mpaka leo hii napenda kuishi na watu. Kwa hivyo mwaka 2012 ndipo nilipoanza kuwalea watoto hawa mayatima, na alikuwa ni madrasa tu, nilianza kama madrasa na watoto wachache nikaanza nao kama 5 hivi. Kwa hiyo ndo safari ikaanzia hapo ya kulea watoto hawa. Lakini watu wanaona kama Uktiraya kazuka tu, lakini hata Uktiraya hajazuka tu, yeye Uktiraya ni nia yake. Na nini kama uradi wangu na ni ibada yangu ambayo nimeiweka mimi ya kuwalea watoto kama sehemu ya familia yangu. Na ndipo katika mafundisho yetu tumefundishwa hivyo tuwalee majumbani. Ndio kama hivi ninavyoishi nao hapa. Mimi hapa ndipo ninapoishi hapa. Ukija hapa nilikuta hapa muda wote saa yote. Labda ndio na dharura tu. Kwa mtoto wa miaka 13 kuwaza fikra kubwa za nikiwa mkubwa nitakuja kulea watoto yatima, tunatazama bado ni umri mdogo sana. Ulipata wapi hizo fikra za kuja kulea watoto yatima? Wanasema watu shida mgunduzi. Baada ya yale mapito nilikuwa nikipitia mimi, kukosa ile caring ya mama, kukosa ukaribu wa mama mzazi. Japo sisi hatujapitia makubwa kama walopitia wa vijana na wale hapa. Sisi ile yani yale maisha tu ya kukosa mapenzi ya mama yetu. Na mama yetu alitia nia mimi, mama yetu alikuwa msomi. Watoto wangu nataka wasome kama mimi mwenyewe. Muona waje wafanye kazi kama mimi mwenyewe, na tukaambiwa kabisa, ukimaliza shule nataka uwe nani? Kila mtu, mimi nataka niwe daktari, mimi nataka niwe polisi kama wewe hivyo. Kwa hivyo yale maisha mimi ndio yalinipelekea mimi nikawa nawaza mimi nikikua nije kuwa na kituo ni wale watoto. Yaani mimi niwe sehemu ya watoto yani kwa changamoto zao mimi niwe sehemu ya kuzikava. Na Mungu amethibitisha hilo kitu kwa sababu kila mtu na akili yake. Mimi sasa hivi kiniuza vitu vya mwaka 82 navikumbuka. Kwa hiyo kila mtu na upeo wake ambao Mungu amemkadiria. Mimi vitu vya mtoto niko mdogo navikumbuka. Kwa hiyo kila mtu na alichomjalia Mwenyezi Mungu. Uktiraya umetueleza historia ya mama kwamba mama alikuwa askari. Lakini pia tunataka tufahamu hata baba naye alikuwa ni nani? Baba yangu alikuwa ni captain wa jeshi katika mkoa wa Tabora. Lakini wajua baba yeye alikuwa mara nyingi anakwenda Urusi anarudi Tanzania. Yeye alikuwa sio mkaji sana wa Tanzania kipindi hicho. Lakini pia malezi makubwa mimi nimeyapata kwa mama. Baba nimekuja kwa baba nimeshakuwa ni mtu mzima najitambua na fahamu zangu. Na pia sikulelewa na yeye, nimeenda kulelewa na mdogo wake. Yaani ule ubinti wangu, ule ukubwa wangu tayari nimeenda kukaa kwa mdogo wake. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka leo niko sawa na mzee wangu na tuko pamoja, mna shida. Lakini yupo. Na mara nyingi Uktiraya umekuwa unatuambia kwamba kama malezi sahihi umeyapata kutoka kwa bibi. Labda unaweza kutuambia kwamba bibi alikupa malezi gani ambayo yanaendelea kubaki kama kumbukumbu kwa upande wako? Bibi yangu kikweli amenilea malezi ya kitauhidi sana. Yaani malezi ya kitauhidi vipi? Yaani malezi ya kumtegemea sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani?
kama anavyorudia kusema yule bibi yetu, bibi yangu mzaa mama mimi alifariki. Kwa huyo alotulea sisi ni dada yake. Bibi yangu mimi mzaa mama aliolewa kwa Arabu, alizaa watoto wake wawili, mmoja alifariki. Umeona, akabaki na mmoja. Sasa huyo mmoja alikuwa tajiri na uwezo. Kwa hiyo kila Jumamosi anakuja pale nyumbani anatuletea vyakula kwa ujumla wake. Alafu anamwachia bibi pesa nyingi tu. Umeona, anamwambia hataki amuone mamake anaingia shambani. Lakini bibi yetu akiondoka mjomba anatuambia twende shamba. Tunalima kutwa nzima. Yaani kutwa nzima, unajua kuanzia 12 mpaka 12 jioni. Yaani mpaka sisi kiasi kwamba tunabonyezana na ndugu zangu, bibi ni ana roho gani? Ana ukatili kiasi gani bibi huyu? Lakini tulikuwa hatujui nini nakusudia. Kwa hiyo siku moja tumekwenda shambani, nakumbuka tumetoka saa 12, kaka yetu mmoja alikataa kwenda siku shamba. Alisema enda kwenye mpira. Umeona? Lakini sisi tukaenda shamba. Tunarudi saa 12 giza. Sasa siku hiyo yule mjomba kapata faradhi ya mauti. Umeona? Yaani tumekwenda shamba, tunakuja kurudi pale kijijini wote wanajua kama mjomba wetu sisi amefariki, yani bosi wetu kafariki. Sasa tulivyorudi shambani, tumefika jioni pale, huyu anatwanga kisamvu, huyu anapeta mchele, tunataka tupike kwa ajili ya chakula cha usiku, ndio anakuja mtu anatushushia hilo bomu. Jamani, Muhammad amefariki. Kiukweli tulipigwa butwa. Bibi yangu nakumbuka anasema hivi, leo hii mimi ningekuwa sijui kulima, sijui kazi, ningekula kinyesi na mdomo. Yaani bibi yangu nakumbuka hayo maneno anaongea hayo. Leo hii ningemtegemea Muhammad, nisingekuwa kwa sababu angekuwa analitoa vyakula tu. Ina maana angekaa mwanangu ananiletea tu vyakula, sifanyi chochote. Lakini vyakula viko ndani, lakini bibi yetu anatuambia twende shamba, na yeye mwenyewe analima, na yeye mwenyewe anafanya kazi. Tukajifunza kumbe haifai kutegemea viumbe. Wa kumtegemea ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mjomba amekuja kutuacha katikati ya sherehe. Ina maana tunategemea vyakula kwa mjomba, tunategemea vitu kwa mjomba, lakini mjomba Mwenyezi Mungu akaja akamchukua, na bibi yetu akawa analia anasema, kiko wapi leo? Ningekula kinyesi na mdomo, ningekuwa siwezi kulima, ningekuwa siwezi kazi. Kwa hiyo bibi akatutengenezea yani confidence ya kujiamini sisi wenyewe. Na ndio maana hata mimi kutiraya watu wananishangaa, huyu dada ni mtu wa design gani? Anaweza vipi kuishi na watoto? Sababu bibi yangu alikuwa na roho nzuri, nyumbani kwake watu ni kibao, lakini kwenye kazi alikuwa anatunyoosha. Mahindi yake hapeleki mashineni, ndio kanuni yake, mtatonga kwa mikono. Sijui mpunga hapeleki mashineni, mtatonga kwa mkono. Kwa hivyo yale malezi yakatufanya sisi tukawa yani nganga tuseme, yani tukawa tuko imara. Ndio maana hata mimi sasa hivi unaona watu wananishangaa, siyumbi. Naishi na watoto zaidi ya 100, lakini hata siku moja hajaje kulala na njaa. Sasa ingekuwa mimi nategemea msaada, silikezalilika. Kwa sababu msaada binadamu mpaka akufikirie, binadamu anakufa, binadamu anakosa, binadamu hakuletei. Lakini Mwenyezi Mungu ukimtegemea, Mwenyezi Mungu hajawahi kukuacha. Na wallahi mimi hatujawahi kuachwa na Mwenyezi Mungu. Hatujawahi kulala na njaa, watoto wanaishi vizuri, na nasimama mimi mwenyewe napambana nao. Kwa hiyo bibi kiukweli Mwenyezi Mungu amlipe. Tulikuwa tunamwona anatunyanyasa, lakini leo hii tunaona matunda yake. Tunaona. Muona kwa sababu anasema tuleke mayai kwa sababu vyakula si vinaletwa. Na mwanae anamwambia mwanangu mama nisikone kuingia shamba. Na sisi tulikuwa tunashukuru, lakini mjomba akiondoka shamba. Kwa hivyo yule bibi ametukomaza. Na bila shaka hata yeye alilelewa hivyo pengine na wazee wake. Kwa hiyo hata mama yangu mzazi angenilea hivyo, tusingefikia hivi. Angelea bibi yangu mza mama, tusingefikia hivi. Lakini yule ni mwamba, ametupa ujasiri mkubwa sana. Mungu amlipe huko alipo na amuhifadhi. Ni ujumbe mzito kutoka kwa Oktiraya kwamba tusiwategemee viumbe bali tumtegemee Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anabaki siku zote, lakini wanadamu ni wenye kuondoka. Oktiraya, tukitoka Tabora sasa tuje sasa hapa Morogoro. Mara ya kwanza baada ya kuwa umeanza kulea watoto yatima, mara ya mwanzo pale katika eneo la Mindu, safari yako ilikuwaje kipindi hicho? Wakati niko Mindu kidogo kulikuwa na changamoto kwa sababu kwanza ni mgeni wa mji wa watu. Nimekuja kukaa kwenye mji wa watu, ni mgeni. Changamoto ilikuwa kubwa kwa sababu wenyeji bado hawajanijua mimi ni nani, na mimi bado sijawajua. Ikawa hapa namba changamoto, lakini alhamdulillah kwa sababu tumetengenezewa mifumo ya kuweza kuishi na watu. Tumetengenezewa mifumo ya kumjua Mwenyezi Mungu, ya kumogopa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sikupata tabu sana pale. Wenyeji nimeishi nao vizuri, mpaka nimeondoka niko nao vizuri, na mpaka huku bado naendelea kuja kwa sababu tayari tulifunzwa sisi kuishi na watu. Yaani yule bibi Mungu amlipe kwa sababu walitengenezea maisha fulani. Hata ilikuwa ikitolewa adhana, mnalima, sijui mnatwanga, anakuambia weka mchi chini, weka jembe chini, hakuna kulima mpaka adhana ishe.
Yaani bibi yetu alikuwa na misimamo fulani hivi ya kimungu zaidi. Umeona? Japo alikuwa hajasoma dini hivyo, lakini alikuwa ana ile alikuwa na msimamo sana wa kumjua Mola wake. Umeona? Hata alikuwa kazi zake za kusuka ukili. Anasuka mikeka mingi yote anapeleka msikitini. Yaani ilikuwa ndio maisha yake. Kwa hiyo bibi alitutengenezea ujasiri fulani wa kuweza pia kuishi na watu. Bibi yetu tulimwona alikuwa anaishi na kila mtu kwa uzuri. Kwa hiyo na sisi tumejifunza mambo kwa uzuri. Kwa hata pale Mindu mimi nimeishi na watu kwa uzuri, mpaka namshukuru Mwenyezi Mungu nimeondoka pale kwa sababu serikali wametuambia pale tusogee, nikaje zangu huku. Kwa hiyo niko pale najenga na watu wa kule bado wanaendelea kuja huku. Ndio hivyo sasa safari ya pale Mindu ndio ilianzia hivyo na ikaishia hivyo, na mpaka leo bado niko na watu wa Mindu wanakuja hapa. Na labda unaweza kutuambia kwamba ni nini ambacho kilifanya mkahama pale Mindu kwa kiufupi, ingawa kuna baadhi ya watu wakawa wanafahamu, lakini wengi wetu tukawa hatufahamu nini sababu haswa ambayo iliwafanya mkatoka Mindu na kuja hadi huku tulipo leo. Mimi pale Mindu nimefika ni mgeni. Wanavyosema enzi ya nyuma huko watu pale walishalipo, wanavyosema watu. Lakini mimi sijui kwa sababu mimi ni mgeni. Na nikawaambia serikali wameambia hapa tusogee kwa sababu ile eneo ni la bwawa la maji na nini. Akasema hapana, si toka tuko wadogo. Wenyewe wanasemaga hivyo hivyo tu. Najua akiwa serikali wana jambo lao, hata kama miaka 100 watalifanya tu. Umeona? Kwa hiyo serikali kwambia hapa sogea, wewe sogea tu. Umeona? Kwa hiyo mimi nikaona serikali, rais huyu leo yupo, ataondoka huyu atakuja mwingine atatutoa. Kwa hiyo mimi nikajiongeza mapema, nikaja kununua huku. Umeona? Sababu tumeshasikia tamko la serikali. Umeona? Wamesema hapa msogee. Sasa kwa nini nibishane na watu? Mimi nikasema siwezi kubishana. Nikashukuru Mwenyezi Mungu, nikatafuta pesa zangu hapa, nikaja nikanunua hapa. Nimeanza kununua hapa ekari 10, ndipo nikaanza maisha yangu. Kwa sababu mimi nishasogea na nimeshaondoka pale muda. Sasa hivi huu ni mwaka natafuta mwaka wa 6 au wa 7 toka nimetoka pale. Na kweli niloliongea limetokea. Tunaondoka kweli pale. Umeona? Lakini sasa mimi kushakuwa mwenyeji tayari. Kwa wao ndio wenzangu wanakuwa sasa hivi ni wageni. Kwa hivyo tuwe wasikivu, tuna serikali yetu kwa sababu sisi tuko chini ya sheria. Lazima tufuate sheria. Tunapoambiwa hili jambo halifai basi liache ili kwenda vizuri na serikali, kwa sababu hii nchi yetu sisi ina amani. Kwa mtu anakuambia sogea basi sogea, sababu utakapongangania tutengeneza vurugu na vurugu hazitakiwi. Basi mimi nikaondoka zangu tu. Na labda unaweza ukatukumbusha hapa tulipo ni wapi na sehemu gani, na labda kwa wale ambao wanahitaji kufahamu zaidi. Hapa ni panaitwa Lugono, ni wilaya ya Mvomero, kijiji cha Lugono hichi. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu tuko hapa. Nimekuja hapa ilikuwa ni pori kabisa. Huoni, yaani hata barabarani kule huoni. Kama nilipofika pale Mindu kwa pori. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu nilipofika hapa mimi ndio nimesafisha mapori haya. Mimi mwenyewe kwa sababu nimekuja hapa wananishangaa, wewe Raya, wewe ni mwanamke unakuja kukaa hapa? Nikamwambia Allah yupo. Na tumeshatengenezwa sisi ujasiri wa kumtegemea Mungu popote tulipo. Kwa hata ukae katikati ya mji, kama Allah amekadiria jambo lote bali utakuta tu. Lakini hata kama ukae chini ya shimo, Mungu akitaka kunusuru akunusuru tu. Kwa hivyo nikaja hapa mimi porini, nikawa nawaomba wenye mashamba, jamani naombeni nisafishe. Kwa hiyo nachukua zile kuni mimi huku nasafisha maeneo, nasafisha. Kwa mpaka barabara nimesafisha mimi. Umeona, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo niko hapa. Tukirudi sasa kwenye malezi ya watoto yatima, Ukhti Raya analea watoto wangapi, ama nyumbani kwake anao yatima wangapi? Kiukweli nina watoto wengi sana. Mimi ni mama watoto wengi, na mayatima majumbani, nina wazee wasiojiweza wa majumbani, na hapa nina watoto karibia 110 ambao naishi nao hapa nyumbani kwangu. Yaani hao ni kupika, pakua, lala, amka. 110. Sikwambii wa majumbani, sikwambii wazee ambao hawajiwezi. Naishi nao mimi. Na labda watoto hao wote kiasi cha 110 pamoja na wengine ambao wako majumbani, unawezaje kuamudu wote kwa wakati mmoja? Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu sababu najua mlezi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ni kama vile tu, yani ni mfanyakazi tu. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wote nawaweza. Hawa na wamudu na hao wa nje pia na wamudu. Sababu namshukuru Mwenyezi Mungu, kama unavyoona umefika mwenyewe mtangazaji, ndugu mtangazaji, umeona mimi ni mfugaji, mimi ni mkulima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na mdau mmoja mmoja wakiguswa wanatusapoti, na sasa hivi pia tumeanzisha mfuko wa mayatima, watu wanauchangia. Alhamdulillah tunasaidiana katika malezi. Mimi na jamii nzima tunasaidiana katika malezi. Umewahi kulala njaa kwa sababu ya watoto yatima? Kiukweli namuomba Mwenyezi Mungu anijalie nisiwe mnafiki. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Eti tumefunga mlango tumelala njaa, haijawahi kutokea. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaturuzuku bighairi hisab, kwa sababu yeye ndo Allahu yarzuku man yashau bighairi hisab. Yeye ndo anaruzuku waja wake bila hesabu. Mimi hapa unavyoniona siwezi kumlisha hata sisimizi. Siwezi.
Kwa hivyo hao wote mimi nawaamudu, na si naamuru vipi sijui. Ni Allah mwenyewe ndo anajua. Kwa sababu nikisha kuwa store na chakula ndani, tayari hapa wanakula na wanje wanakula. Alhamdulillah. Hongera sana. Na labda kitu gani ambacho kwa upande wako kwenye malezi ya watoto yatima unahisi kilikupa ugumu wakati unaanza malezi ya watoto yatima? Kitu ambacho kilinipa ugumu katika malezi, wajua watoto nawalea wana tabia nyingi tofauti tofauti na nalea makabila tofauti tofauti. Kiukweli ugumu uliokuja kunijia ni pale watoto ambao wameletwa hapa kwangu ni wachawi, ambao kupambana nao mpaka kuacha uchawi sio kazi rahisi. Yaani sio kazi rahisi. Yaani ujifunge haswa. Kwa hivyo watoto wale nipata nao tabu sana. Sababu kuna mwingine hata ukimsomea dua mikono inavuja maji, miguu inavuja maji. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ilichukua muda kidogo mpaka wale watoto kuwa wako vizuri. Hiyo kwangu naona ndio ilikuwa changamoto nzito. Na yote hii ni kwa sababu ya wazazi wanapokufa wazazi wanaacha watoto, ndugu imani zimewatoka. Hawataki kulea watoto wa ndugu zao. Kwa hiyo anachukuliwa mtoto labda na bibi yuko kijijini, bibi ni mchawi, anakumpa mtoto uchawi. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanapitia magumu sana. Kwa hiyo ndio maana mimi na wewe tunatakiwa tuwalee hao watoto kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata na wewe pia unanisikiliza ni mzazi. One day utaondoka, utaacha watoto wako. Utajua nani wa kuwalea watoto wako. Huwezi kujua. Kwa hivyo utakapofanya wema kwa mtoto wa mtu, iko siku na wewe Mwenyezi Mungu atafanya mtu mwema, atakuja kulea watoto wako. Na ukifanya ubaya kwa mtoto wa mtu, iko siku moja pia atakuja mtu mbaya atakuja kumsugua mtoto wako. Kwa hivyo wito wangu tufanye wema kwa watoto wa watu ambao tayari wameachwa. Na nyinyi ndugu, wanapokufa ndugu zenu, leeni watoto wenu, sio mpeleke vituoni. Kwa sababu mtoto paka aletwe kituoni, wewe una kazi gani? Usilee mtoto wa ndugu yako, na ile ni damu yako. Huyo leo mzaa wewe huwezi kujua kama ataanza kuja kufaa katika maisha yako. Kwa cha msingi tunatakiwa sisi tusimame kuwalea watoto wa ndugu zetu. Umeona? Kwa sababu hata kama hapo nakaa eti anakuja eti wanaume ndio Mungu amesema ar-rijalu qawwamuna lan-nisaa. Wanaume ndio wasimamizi wanawake. Eti mtu mwanaume anakuja na kanzu yake anamleta mtoto kwa kutirai. Eti nimemleta mtoto naomba uje umlee. Wewe una shida gani usimlee? Kama ndio wewe Muislamu una shida gani usimlee mtoto? Mimi kwa sababu mmeona ndio khairi ya kutirai. Leteni. Mimi nitamlea kwa sababu akaunti yangu ya khairi endelea kusoma. Mimi sioni tabu. Mimi hata kuleta mtoto 100 nalea. Zaidi ya 100 nalea. Kwa sababu ni ibada yangu na hainishindi. Tukirudi sasa kwa upande wa kielimu, hawa watoto ambao unakaa nao unawawezesha kwa namna gani katika upande wa kielimu, tukianza na elimu ya tauhidi? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu nawafundisha. Kwanza mimi mwenyewe ndo mwalimu wa Qur'ani. Mimi mwenyewe ndo nafundisha hapa watoto hawa, lakini pia nawafundisha sana kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa sababu Allah ndio mtegemewa, sio kumtegemea kutirai. Na hata mara nyingi nawaambia msiwe washirikina wa kuniogopa mimi. Muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yeye ndio kila kitu na yeye ndio anatuona popote tulipo. Na ninawatengenezea mazingira, wanasoma shuleni masekondari wanakwenda, wanarudi hapa na wanaokaa hapa wanahifadhi Qur'ani wapo hapa, lakini nawatengenezea mifumo ya maisha. Umeona? Hapa kuna ufugaji wa kuku, kuna ufugaji wa bata, kuna ufugaji wa ng'ombe, kuna ufugaji wa kondoo, kuna cherehani, kuna kompyuta. Vyote hivyo natakiwa watu wajifunze kwa sababu kuna binti yuko darasa la 6 ameanza kushona yuko darasa la 6. Sasa huyo binti akimaliza form 4 anakuwa yupo katika hali gani? Kwa hivyo watoto nawafundisha kazi za mkono kama nilizofundishwa mimi. Na wakizifanya hizo kazi na baadaye ninawaozesha mimi mwenyewe, wanakwenda kwenye majumba yao wakiwa wana fani zao. Kwa sababu hata hizo ndoa zenyewe siku hizi zimekuwa mauza tu. Wanaume wenyewe siku hizi zimekuwa mtihani, wanawake mtihani, jumlisha mtihani unapata mitihani. Kwa hiyo akiwa binti ana fani yake, hawezi kupata tabu. Labda changamoto ndogo ndogo tu, labda watoto wapate usafiri, labda kwenda shuleni. Umeona, labda kipindi cha mvua, lakini kiukweli Allah anaturuzuku kiukweli. Yaani mimi sijaona kitu kigumu upande wangu. Yaani siwezi kusema hichi kigumu kimenishinda. Hii ni ibada yangu. Yaani kwanza hivi watoto wanavonisugua na hata pengine mwili na nenepa kama stress. Nikikosa stress naona nitakonda. Yaani wanavonisugua na Mungu ananipima nione subira yangu. Na ndio maana hata jinsi ya kulea watoto lazima watoto ukae nao wakusugue roho. Yaani Mungu akupime ile subira yako iko namna gani. So unakaa wewe unalea watoto yatima, wewe mwenyewe uko mjini, kituo kiko shamba na wafanya kazi. Kaa nao watoto ili wakusugue. Ukakutia konzi, ukafanya hivi. Hivyo na kesi kutwa nzima. Ukanipigia, ukafanya hivi. Hivyo. Kwa hiyo mimi sijaona tabu kiukweli. Sijaona. Na mtazamaji, tunazungumza na Ukhti Raya Subaha, mama mlezi, mama shupavu ambaye analea watoto yatima zaidi ya 100. Yupo katika kijiji cha Lugono mkoani Morogoro. Tunazungumza naye kuhusiana na safari ya malezi ya watoto yatima. Tunahitaji kufahamu, jamii inahitaji kujifunza nini kutoka kwa Ukhti Raya. Ukhti Raya, tukirudi tena kwa upande wako.
Umesema kwamba kuna miradi ambayo tayari umeianzisha ya mashamba, ya ufugaji. Labda ungetamani jamii ikushike wapi? Kiukweli kwa sababu safari ya malezi ni yetu wote. Hawa watoto yatima hawajapigwa nembo ni wa Kutiraya. Kila mtu ana nafasi, kila binadamu aliyekuwa timamu akili yake, awe kiongozi wa nchi, awe rais, awe mwanajeshi, awe polisi, ana wajibu wa kulea yatima kwa sababu yatima ni wetu sote. Wajibu wetu sisi tuwalee. Kwa hivyo yoyote ambaye ataguswa na haya malezi na yeye akatamani afanye kazi hii, basi anaweza kutugusa katika sehemu ya ufugaji kwa sababu ndio sehemu ya watoto, lakini pia tukapata vitendea kazi, mfano trekta sisi la kulima. Sisi tunataka tuwezeshwe nyenzo za kufanyia kazi, tufanye kazi wenyewe. Kwa sababu na mashamba na hekari 85 kwa sasa hivi. Kwa hivyo tunahitaji sisi tupate trekta kwa ajili ya kulima. Na yeyote atakaye kufanya hili, amfanyie Kutiraya. Kila mtu anifanyia nafsi yake kwa sababu kuna maisha baada ya kufa. Tutapokufa kila mtu anajiwekea kwenye akaunti yake ya akhera. Hivyo unavyovitafuta ni vya warithi wako. Lakini utakachokitoa ndio cha kwako wewe, utakuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Hongera sana kwa juhudi ambazo unazifanya. Turudi kidogo. Mara ya mwanzo nilikuuliza kuhusiana na safari ya kimasomo ya watoto ambao unakaa nao kwa upande wa kitauhidi. Sasa turudi kwa upande wa elimu ya mazingira. Ni kwa kiasi gani umeweza kuwawezesha hawa watoto ambao unaishi nao? Namshukuru Mungu, hapa kuna watoto sampuli mbalimbali. Kuna wengine wanasoma kuanzia la kwanza mpaka form 4 hapo hapa. Kuanzia la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4 hapo wanaendelea. Na kuna mwingine yuko hapa nasubiri kwenda chuo kamaliza form 4. Lakini wengine ambao hawakuchagua hizo fani za kuendelea na masomo, wengine tumewapeleka VETA. Wako VETA, muona ambao serikali Mungu awalipe, serikali yetu hii Mungu ailipe. Muona Mama Samia na timu yake, muona wameanzisha huu mradi wa kuwafundisha vijana kazi za mkono. Mimi nimepata kupeleka watoto 5. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nawahudumia mwenyewe, nimelipa chumba mimi mwenyewe na wagaramia mimi mwenyewe. Kwa hivyo wenyewe wanalipia ada, watoto wako huko 5 wanasoma. Mwingine tumewatoa wako Tanga wanasoma, wengine wako Dar es Salaam wanasoma. Kwa hivyo tunajitahidi kuweka, yani kuwatoa kila mtu kwa fani ambayo anataka. Kwa hata hapa wapo wanaosoma, wengine wanataka kuwa madaktari, wengine wanataka kuwa waandishi wa habari kama ulivyokuwa wewe, mwingine anataka kuwa walimu, mwingine anasema mimi nitakuwa daktari wa ufugaji. Almuhimu anachopenda yeye mtoto, mimi nitakisimamia hicho paka akifanye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kutiraya, kabla hatujahitimisha, tunahitaji kufahamu kutoka kwako ni kitu gani ambacho ukikumbuka kinakupa huzuni, pia na kitu gani ambacho kila ukikumbuka kinakupa furaha? Kwa kweli kwanza kitu ambacho kinanipa huzuni sana ni kuondokewa na mama yangu mzazi. Hichi kitu kikweli sijawahi kusahau katika maisha yangu. Yaani sijawahi kusahau mpaka nimefikia hapa ukubwa hivi. Yaani naona kwanza sikuwahi yani kutamani tena, yani maisha yangu yote nimeona ni elekeze tu akhera kwa Mwenyezi. Yani kama alikoelekea mamangu. Yani kwa kweli tukimzungumza mama ni kiumbe mmoja wa ajabu sana. Tukimzungumza mama ni kiumbe mmoja wa ajabu sana. Kwa kweli hichi kitu kilinipa huzuni na bado hapa kinaendelea kunipa huzuni. Hapa nilipo na utu uzima huu, lakini na mimi sikuita mama. Natamani. Na ndio maana mimi na mama wengi katika imani napenda kuwaita mama ili kusudi nini na mimi nijifariji tu. Na ndio maana hata naona watu wanaodharau wazazi wao, kwa kweli naona hawa kidogo akili zao zina shida. Sababu mama amekuwa tumboni miezi 9. Amekuja kuzaa kwa shida. Mimi msingemjua Kutiraya bila mama yangu, bila Mwenyezi Mungu niingiza katika tumbo la mama yangu hofu nikazaliwa mimi. Watu wasingemzungumza Kutiraya. Sijui angezungumzwa nani. Kiukweli mama yangu mimi hilo jambo linanitia huzuni mpaka leo hii. Na ndio maana nilijiwekea kila swala yangu na swali, kila swala yangu sijaacha kumwombea dua mama yangu. Hiyo nimejiwekea. Yaani kila swala yangu sijaacha kumwombea dua mama yangu. Yaani hata ningesahau nitakumbuka tu. Iwe ya sunna, iwe ya faradhi, mama yangu lazima kila siku endayo kwa Mwenyezi Mungu lazima nimuombee dua, kwa sababu hata zote yanafanyika hapa ni mama yangu alifanya kazi kubwa sana. Kikweli hili lilinipa huzuni kiukweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini ndo katika makadirio hatuwezi tukakwepa. Umeona kitu cha furaha sijui niseme nini kwa kusema kweli. Sijui niongee nini. Mimi nafurahi tu, muda wote nafurahi tu. Muda wote mimi nafurahi tu.
Na labda kwa swali lingine, ni kitu gani ambacho katika malezi ya watoto yatima unahisi kama ni maajabu yalikutokea hutaweza kuyasahau? Wajua kuishi na watoto sio kitu rahisi. Alafu mtu ubekaa tu una kazi yoyote, alafu Mwenyezi Mungu anakuruzuku pande zote ambapo mwenyewe hata hujui. Hiki ni maajabu kwa mtu, haraka haraka ni maajabu. Na nyumba yangu namshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani nyumba ya watu kila kukicha mama na njaa, watu wanakula, wajane wanakula, maskini wanakula, na watu yatima wanakula, na hatujai kukosa eti tumelala njaa. Hiki kitu sio cha kawaida, wakati mtu ana watoto wawili tu analala njaa. Lakini sisi yeye kwetu haipo. Tena watoto wanakula vizuri kabisa. Kama hizo nyama wanakula mpaka wanazikataa. Huyo yani wanakula chakula kila siku ni kizuri. Kikweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo pia nilikuwa ni maajabu kwa sababu sio rahisi kama unavyoona watu ni wengi sana. Mpaka mnakula mahitaji yote. Mtu akiumwa anatibiwa from nowhere tu. Kiukweli ni maajabu kiukweli. Yani naona kama kuna ibada ambayo tunaishika na Mungu inamfurahisha, inabidi tuishike hiyo tukaigangania. Hivyo. Tunahitaji kufahamu kuhusiana na ule mfuko wa watoto yatima ambao umeusema, na tueleze kwa kiufupi jamii yetu inahitaji kufahamu mfuko wa watoto yatima. Mfuko wa watoto yatima nimeuanzisha kwa sababu kama ninavyosema, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu hatujai kulala na njaa na mahitaji tunapata. Lakini nikaona hizi kheri na ndugu zetu wapate hizi kheri. Tusikae tu kutiraya angania heri peke yake. Kuna mwingine ana shilingi 1000, anaona nikipeka nitadharaulika mimi kwenye mchango, au labda nipeke watu yatima nitoke huku nipeke 1000 tadharaulika. Hapana, usidharau hata 100 katika maisha haya dunia. Mimi nikaona nianzishe huu mfuko ili na watu wote wapate kheri hii. Na alhamdulillah toka nimeuanzisha mfuko huu watu wameuitikia, na watu wananipigia simu, tunashukuru Kutiraya kwa kutuandika, kutuweka kwenye hilo grupu ili huo mfuko na sisi tuweze kuchangia. Kwa hiyo nikaambia jamani, kila siku 1000 iweke kwenye akaunti yako ya akhera, iweke na wewe Mungu anakuhesabu umelea yatima. Kwa sababu hiyo 1000 itanunua sabuni, hiyo 1000 itanunua dawa, hiyo 1000 itanunua kandambili ya mtoto. Unakuwa hujapoteza. Ndio maana nikaona tulee kwa pamoja, kwa sababu nisiendelee hizi kheri kuzivuna mimi peke yangu. Watu wote wangejua kulea mayatima kuna kheri kubwa, basi kila mtu angekimbilia kuwalea watoto kwa ikhlasi kabisa. Kwa hivyo nikaona nifanye hili jambo. Lakini pia unapotoa sadaka, ukiomba dua Mungu anakujibu. Tuna matatizo mengi, tuna wagonjwa, watoto wetu wasikii, kuna maradhi tulokuwa nayo mengi sasa hivi mengi, kuna watu wana shida kwenye ndoa zao, kuna watu wa shida na waume zao. Kwa hivyo akitoa sadaka yake Mwenyezi Mungu anapokea dua yake. Kwa hivyo nikaona watu yatima wadogo, alafu isitoshe dua zao ni makubuli, Mungu anazikubali. Kwa hivyo ukitoa sadaka, ukamnunulia sabuni huyu mtoto, ukamnunulia sukari, ukamnunulia kiwembe, Mwenyezi Mungu anakulipa mara 2 yake. Na mimi ninajua kwenye ibada ya kutoa, unapotoa Mungu anakuzidishia. Kwa hivyo nikaona niandae huu mfuko, lengo kubwa kila mtu apate hii kheri. Umeona? Kwa hiyo alhamdulillah, na imekuwa kheri kweli. Tumeanza tarehe 24 na mpaka leo hii tunazungumzia, hata mwezi hujafika, tunazungumzia tuna 2,200,000 na kama na 500,000 hivi. Umeona? Yaani jinsi gani watu walikuwa na kiu ya kutafuta sehemu ya kupeleka pesa zao, sehemu sahihi. Kwa sababu dunia imebadilika, watu sasa hivi hawana hofu ya Mungu. Wamekaa kwa ajili ya kudhulumu watu na kula pesa za watu. Kwa hivyo watu wanatafuta sehemu zile sahihi wapeleke sadaka zao. Mtu hata 1000 inamuuma akipeleka akaona imeliwa sehemu ambazo sahihi. Lakini akaona ameenda sehemu sahihi, anashukuru na anafurahi, na watoto wanamuombea dua. Kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio maana nikaanzisha huu mfuko wa kuwachangia mayatima. Hao mayatima wawe na mfuko wao. Huu mfuko utawalea, huu mfuko utawasomesha, huu mfuko utawatibia. Kwa hata mimi kichwa changu kitatulia, baadhi ya majambo nitakuwa kichwa kimetulia. Umeona? Najua niko na walezi wenzangu na alhamdulillah. Humo ndani kuna mapolisi, kuna wanajeshi, kuna walimu, kuna madaktari, kuna mtu mmoja na wallahi wanatoa na Mwenyezi Mungu awalipe. Tena wanatoa sana. Kwa sababu hata mwezi bado shekhe, hata mwezi bado sasa hivi tuna 2,200,000 na laki kama 5. Tukaona bwana twende kidogo, tutafika mbele tutakuja kuambia jamani tunataka hivi, tunataka kufanya hivi. Tuomba maoni kwa wao, sababu wao ndio walezi wenzangu. Tusaidiane kwa pamoja kwa sababu hao ni watoto wetu wote. Ujumbe wako katika jamii kuhusiana na malezi ya watoto yatima? Ujumbe wangu katika jamii, kwanza naihusia nafsi yangu sambamba na kuhusia nafsi zenu. Swala zima la kumuogopa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tunatakiwa tumuogope Mwenyezi Mungu kwa kumuogopa. Wewe ndugu unanisikia hapo ulipo,
unapofiwa lea watoto wa ndugu zako. Kwa sababu unapoacha watoto kaleo vituoni kwa mtu ambaye baki hawajui wala hawajuani, tunawaletea watoto shida kubwa, na tunawaletea watoto mawazo makubwa, na tunawatengenezea watoto chuki ya kuchukia ndugu wa mama yake au baba yake. Tunapowalea watoto wetu kwa mapenzi, hatuwezi kujua na sisi watoto wetu tukifa watakuwa na hali gani. Kwa hivyo nasaha zangu, mayatima tuwalee popote walipo. Watoto wanapitia magumu sana, na ndio maana Mungu atuletea mabalaa. Mvua zikija za mabalaa, maradhi haeleweki, kwa sababu tunaacha watoto wanateseka. Pengine kuna mawali wa Mwenyezi Mungu wanadhalilika. Kwa hivyo natakiwa sisi tuwalee, tuwashikilie, wakue, tuwavumilie kama tulivyovumilia sisi na wazee wetu. Hata sisi tumewaudhi wazee wetu, tumewakera wazee wetu. Kwa hiyo tuwavumilie na wenyewe wakue, wafikie ndoto zao. Kwa hivyo ndugu yangu, unaponisikia popote, tuwalee hao watoto popote walipo. Kwa sababu mayatima hawako Morogoro tu, mayatima hawako Mwanza tu, mayatima hawako Dar es Salaam tu, mayatima kila kona wapo. Kwa hivyo, na hasa paka wanakuwa wengi, ni nyinyi wazazi ambao mnakosa kuwalea watoto wa ndugu zenu. Kwa hivyo kuweni na imani, muweze kuwalea watoto wa ndugu zenu katika majumba yenu. Lakini pia na nyinyi ambao mnakuwa wapenzi, upenzi wenu ukiisha, naomba mtazame watoto. Hususani baba na mama mnapokuwa mmeoana, mapenzi yenu yameshakwisha sasa. Ile my sweet my chocolate yameisha. Naomba kaa ulee watoto wako. Kwa sababu wewe baba, kama utaondoka, mtengenezee mazingira mazuri huyu mwanamke akae na watoto. Utakapomwacha huyu mwanamke juu tu bila kulea watoto wake, ndipo mnatengeneza wanawake wazinifu, ndipo mnatengeneza wanawake washirikina. Kwa sababu huyu atakwenda kwa waganga, atakuroga huyu, na huyu mwanamke atakwenda kuziniwa huyu. Asa ili asiziniwe, wewe si mapenzi yamekwisha, mwekee nyumba yake, mpangie nyumba yake ili aweze kulea watoto wako. Kwa sababu ndio maana wazazi wanakuchukieni watoto mnapokuwa mnawaachia kina mama wanawalea. Mtoto anakuwa na mama yake tu, mtoto anakuwa na mama yake. Mwisho wa siku mtoto amekuja kufanikiwa, unajitokeza mimi mtoto baba yangu, na kuwa watoto wanakuchukieni. Kwa hivyo sote kwa pamoja, wewe mama tulia, lea watoto wako, na wewe baba tulia, lea watoto wako. Kwa sababu leo hii tunapata mayatima ambao baba na mama wapo. Umeona? Mayatima ambao wazazi wapo, ambao wamejaa watoto mitaani. Kwa hiyo leeni watoto. Mambo ya mapenzi, talaka haimuhusu mtoto. Talaka inawahusu nyinyi wawili, mmeachana, mapenzi yenu yamekwisha, leeni watoto. Tazameni miamala mizuri ya kulea watoto. Sababu mimi naongea hivi nina uchungu na watoto. Mimi mwenyewe mpaka navumilia kukaa na hao watoto. Watoto wanapitia magumu sana. Juzi kuna binti mmoja alikwenda likizo kwao. Yaani amekuja hapa analia, anaambia mama, ni bora wewe kuliko huko nilikokwenda. Umeona? Kuliko huko nilikokwenda. Baba na mama wameachana, watoto wanapitia magumu, mtoto afanywa ukatili. Kwa hivyo tusimameni tuwalee watoto wetu. Ndio maana sasa tuna mabalaa mengi, kwa sababu tumeacha mifumo ya maisha yetu. Baba hajui wajibu wake, mama hajui wajibu wake. Sasa hii kwenye jamii ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo kila siku tunalia mimomonyoko ya maadili, kwa sababu sisi wenyewe tumekosa maadili. Wazazi wenyewe tumekosa maadili. Ukikosa mzazi maadili, mtoto atakuwa na maadili mpaka taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ujumbe wangu kwa jamii, tuleeni watoto pindi mapenzi yetu yanapokuwa yamekwisha. Na wewe ndugu yako akifariki, lea mtoto wa ndugu yako kwa mapenzi. Huwezi kujua nani anakuja kufaa katika maisha haya dunia na maisha baada ya kuondoka duniani. Naam, huyu ni Ukhti Raya Subaha, mama mlezi wa watoto yatima ambaye anapatikana katika kijiji cha Lugono kilichopo hapa Mvomero mkoani Morogoro. Ukhti Raya, tukiwa tunahitimisha, watazamaji wanapenda kufahamu namna gani wanaweza kukupata, ima kwa mawasiliano ya simu au kwa namna nyingine. Bwana, mimi Ukhti Raya napatikana kwa nambari ya simu 0712 66 7108, 0712 66 7108. Napatikana katika mkoa wa Morogoro, kijiji cha Lugono, wilaya ya Mvomero. Nipo hapa. Karibuni. Mimi Mnyamwezi kutoka Tabora huko kwetu Bukene huko. Sisi Wanyamwezi wanasemaga Wanyamwezi mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Kwetu sisi barabara chuma, gari chuma, taa moja. Alhamdulillah. Naam, mtazamaji, natumai umejifunza mambo mengi kutoka kwa Ukhti Raya Subaha, ambako kwa leo hii tumefanya naye mazungumzo kuhusiana na safari ya malezi ya watoto yatima. Ametueleza faida na changamoto ambazo anakumbana nazo. Nikuambie tu mtazamaji, watoto yatima ni wetu, kwa hiyo kila mmoja wetu afanye hima, afanye juhudi za kulea watoto yatima. Tusiwaache wakateseka, tusiwaache
wakasononeka. Kwa muda wote ulikuwa nami Ramadhan Idilimu, nyuma ya kamera yuko Mwigulu Sagachala. Nikuambie tu endelea kutazama vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.